Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya, watu nasikia wakipiga kelele juu ya Mshiri ametoa ile video, ule mzee wa 46 juu mwaka ngapi ameoa 14 years. Nimeuliza age ya kuoa kwa Uislamu ni, katika Uislamu hakuna umri maalum uliowekwa moja kwa moja ndani ya Qur'an au Sunna kwa ndoa, lakini wanazuoni wameeleza kuwa ndoa inafaa pale mtu anapokuwa amefikia kubaligi, ana akili na uwezo wa kuelewa majukumu ya ndoa, ana uwezo wa kimwili, kihisia na kifedha kwa kiasi fulani. Qur'ani inasema, wapimeni mayatima mpaka wafikie umri wa kuoa. Umri imesemwa Numbers, ijasema. Enda usome Qur'an sura 4 verse 6, Suratul Nisa. Wanazuoni wamefafanua kuwa umri wa kuoa inahusisha ukomavu na uwezo wa kuwajibika, si kubali tu. Leo pia nchi nyingi za Kiislamu na sheria za kiserikali zimeweka umri rasmi wa ndoa ili kulinda haki za watoto na kuzuia madhara. Kwa mfano, nchi ya Kenya sheria hutambua miaka 18 kama umri wa mtu mzima kuwa ndoa. Katika Uislamu, ndoa inapaswa kujengwa juu ya ridhaa ya pande zote mbili, uwezo wa kuwajibika na kuepusha madhara. Mtume Muhammad alisema, enyi vijana mwenye uwezo miongoni mwenu oe. Hadithi ya Sahih al-Bukhari Muslim. Hapo uwezo imefasiriwa kwa uwezo wa kimwili, kifedha na kuwajibika katika ndoa. Haya, nikauliza, umri ya kuoa kwa Ukristo ni gani? Katika Ukristo, Biblia haijaweka umri maalum wa kuoa au kuelewa kwa namba fulani. Badala yake, msisitizo huwa kwenye ukomavu, ridhaa, uwezo wa kuwajibika na utakatifu wa ndoa. Hizo zote ni the same tu na Uislamu. Biblia inaona ndoa kama agano takatifu katika ya mwanaume na mwanamke. Kwa mfano, mwanaume atamwacha babake na mamake, naye ataambatana na mkewe. Biblia Mwanzo 2:24. Hajasema umri ya kuoa. Hizi umri ni binadamu walitengeneza. Hizi umri na binadamu walitengeneza. Vitabu zote haijaweka umri ya kuoa. Tuendelee. Makanisa mengi leo hufuata sheria za nchi. Unasikia? Makanisa mengi leo wanafuata sheria ya nchi kuhusu umri wa ndoa. Katika Kenya, umri wa kisheria wa kuoa au kuolewa ni miaka 18. Ukweli? Hata makanisa, Waislamu wengi au ni Muslimu nyingi wanafuata sheria ya kinchi. Na hizi sheria ya kuolewa 18 years ililetwa na watu wa science. Si hata wa skola wa dini, wala skola wa Biblia, wala skola wa Quran. Ililetwa na watu wa science. Ndio ileta 18 years kuoa, madaktari. Tuendelee.
madhehebu na makanisa tofauti yanaweza kuwa na taratibu tofauti. Makanisa haya bado wanaweza kuwa na tofauti yao ya kuweka ndoa zao. Baadhi huhitaji ushauri kwa kichungaji, ridhaa ya wazazi kwa walio chini ya umri fulani, au maandalizi ya ndoa kabla ya kufunga ndoa. Kwa jumla, Ukristo unasisitiza kuwa ndoa ifanywe kwa upendo, uaminifu, uwajibikaji na ridhaa ya wahusika wote wawili. Unasikia? Nikarudi kwa Waislamu. According to Islam, wanachuoni wanasema vipi umri ya kuoa? Nimerudi tena kwa Uislamu. Wanazuoni wa Kiislamu wamezungumzia swala la umri wa kuoa kwa njia tofauti, lakini wengi wamekubaliana kuwa jambo muhimu si miaka pekee, bali ni kubale the same ukomavu wa akili, uwezo wa kuwajibika na kutowepo madhara. Maoni ya wanazuoni wa dhehebu 4 ndio hii. Hii ni mwanachuoni mkubwa anaitwa Abu Hanifa. Dhehebu yake inasema hivi. Wanasema ndoa inaweza kufungwa kabla ya kubaligh kupitia wali, mzazi, mlezi, lakini maisha ya ndoa kamili inaanzia baada ya uwezo na ukamavu. Pia wanasisitiza haki ya ridhaa. Unasikia? Malik ibn Anas, hii ni mwingine skola mwingine. Madhehebu ya Malik yanazingatia sana maslahi na kuondoa madhara. Wanazuoni wengi wa Malik wameeleza kuwa ikiwa ndoa italeta madhara kwa mtoto au kutokuwa tayari, basi haifai kuharakishwa. Unasikia? Imam Shafi, madhehebu ya Shafi pia yaliruhusu kufungwa kwa ndoa kabla ya baligh katika mazingira ya zamani, lakini matumizi ya ndoa yanahusishwa na uwezo wa kimwili na ukomavu. Unasikia? Haya, Ahmed bin Ambal wanasisitiza kutafuta suna, ridhaa na uwezo wa kubeba majukumu ya ndoa. Wanazuoni wa kisasa, wanazuoni wengi wao leo wanasema sheria za nchi kuhusu umri wa ndoa zinaweza kufuatwa ikiwa hazipingani na sheria kamili na kulingana. Watoto dhidi ya madhara ni sehemu ya makusudio ya sheria Magazidi al-Sharia. Unasikia? Kwa hiyo nchi nyingi za Kiislamu zimeweka umri rasmi kama miaka 18 au karibu hapo. Dalili wanayotumia mara nyingi ni enyi vijana mwenye uwezo miongoni mwenu owe. Simple like that. Wanazuoni wamesafiri uwezo wa kimwili, kifedha, kiakili na wajibikaji wa maisha ya ndoa. Hii imeeleza vizuri sana. So Wakristo wakikuja kupiga kelele hapa, someni vitu na ujue vile vitu ziko. Wacheni kelele.